ajili ya kuitikia mwitikio ambao tumeomba mtufuate na mmetufuata, na kile ambacho nimewaitia si kingine bali ni kuwajuza kuhusiana na siku kubwa ya tarehe 14 mwezi huu wa pili mwaka 2026. Yes, hii siku haijirudii kwenye mwaka, lakini kile inapoingia kwenye mwaka inakuwa ya kihistoria kwa namna yake, na umaana pekee ambao unatokea siku ya 14 Februari duniani kote tunasherehekea siku ya wapendanao. Sasa Tanzania tumebarikiwa kusherehekea siku ya wapendanao kwa namna ya kipekee kabisa. Tumebarikiwa kusherehekea siku ya wapendanao in a very stylish way, in a very fancy way, in a experience fulani ambayo kila mmoja anatakiwa kwamba embrace ile moment. Na hii si nyingine bali ni Gala Valentine. Ladies and gentlemen, naomba niwatangazie msimu wa pili wa Gala Valentine. Yes, baada ya mafanikio ya msimu wa kwanza ambao ilifanyika mwaka jana, tulikuwa na wakati mzuri, nyinyi wenyewe ni mashahidi. Mwaka huu 2026 basi Gala Valentine inakuja kwa mara nyingine tena, ikiwa ni mwendelezo wa yale mazuri ambayo tulianza nayo mwaka 2025. Naam, sasa nimesimama mbele yenu hapa kama founder wa Gala Valentine. Unaweza ukajiuliza kwa nini Gala Valentine? Hii ni kwa sababu mimi naitwa Gala B. Sasa MC Gala B nimehudumu kusherehesha mapenzi ya watu kwa takriban miaka 15. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikisherehekea mapenzi ya watu, of course, na mapenzi yangu vile vile mimi pamoja na mke wangu mpenzi. Sasa nikitoka nyumbani na kwenda kusherehesha mapenzi ya watu wale ambao wanatoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, ikiwa na maana ya harusi. Sasa baada ya miaka hii 15 ikaonekana, nikajisi kwamba nataka nifanye kitu zaidi hapo. MC Gala B nikikaa ukumbini, kuna ukumbi mwingine ambao kuna mtu mwingine anasherehekea harusi yake. Kwa hiyo kuna ukumbi ngapi Dar es Salaam, kuna ukumbi ngapi Tanzania, na unakuta kuna mwingine of course labda alikuwa anatamani MC Gala B afanye shughuli yake, lakini Gala B hawezi kutawanyika, si ndio? Lakini kana kwamba haitoshi, mimi pale sinakuwa nasherehesha mapenzi ya watu. Sasa nikaona baada ya kuhudumu kwa muda wote, baada ya siku nyingi sana kukosa huduma yangu, sawa, basi kuwe na siku ambayo wale ambao walinikosa, wale ambao pengine wanatarajia, wale ambao wanatamani tu kusherehekea mapenzi kama mimi ambao nilikuwa nikisherehesha mapenzi ya watu, tuwe na siku moja ambayo ni siku ya wapendanao. Tukae chini ya paa moja, tusherehekee basi haya mapenzi kwa style ya aina yake. Ndio maana basi ikaja Gala Valentine, na mwisho siku gala imeanzia pale. Nishukuru sana kwa mapokeo mazuri ambayo Watanzania na wadau wameweza kuipokea Gala Valentine, na hii pengine inakwenda kuwa ni alama ama mark nyingine ya kuonyesha kwamba kwanza Tanzania amani ipo, lakini pia kwenye hiyo amani bado tunaweza kusherehekea nini? Kusherehekea mapenzi. So nitumie nafasi hii kukaribisha sana kwenye msimu mwingine wa Gala Valentine. Shukrani ziende kwa wadhamini wetu ambao wamesema bwana, wewe hili jambo hatuwezi kuacha uende peke yako, japokuwa watu wanatoa viingilio, lakini lazima tukushike mkono, tukusupport ili tuweze kupata kitu ambacho ni cream, kitu ambacho ni kizuri. Ndio maana unamuona Heineken yuko pale, ndio maana unamuona GBR yuko pale, ndio maana unamuona The Bar yuko pale, ndio maana unamuona K4S Security yuko pale, ndio maana unamuona nani mwingine? Yes, Tanzania Commercial Bank, benki inayomuelea Tanzania yuko pale. Ndio maana unamuona Coca-Cola yuko pale. Lakini pia bila kusahau Wasafi. Ili jambo wamelibeba, liko kwenye mabega yao, yani wanakwenda nalo na wanaishi nalo. Na hii ni kutokana kabisa kwamba wameona ubora, wameona thamani, wameona upekee kwa hili tukio, na ndio maana Wasafi wako hapa, na nimeshika hii mic, na nyinyi pia mlikuwa na mashuhuda kwamba toka tumeanza msimu huu wa pili wamekuwa kusupport moja kwa moja. Sasa kunogesha Gala Valentine. Yes, kunogesha Gala Valentine. Tupo hapa Delta Hotels. Hawa pia ni wadau wetu, wamelipokea kwa zaidi ya 100%, 110%. Tumepata venue hii hapa ya kufanya press, lakini pia baada ya press hii tutapata viburudisho pale. Yote ni ukarimu wao mzuri ambao wameweza kutukirimu, na nyinyi waandishi wa habari pia mwende mkaitangaza Delta Hotel
kwamba hapa ndio sehemu sahihi. Siku ya Gara Valentine kuna ofa au zawadi nyingi ambazo wale wengine ambao wataingia pale watakwenda kuzipata, ikiwemo kuenjoy property za Delta. Delta iko hapa Dar es Salaam, Delta wapo Zanzibar, wapo Ngorongoro. Kwa hiyo kote huko wale ambao wameshakata tiketi zao wataingia na kwenda kuenjoy. Sasa kunogesha Gara Valentine haiwezi kwenda bila milindimo ya sauti, bila burudani ya kubembeleza ziende kwa wale ambao wamekwenda kuhudhuria tamasha hili zuri kabisa la kiromance. Ndio maana ladies and gentlemen, hii siku haiwezi kupita bila kuwa na mwanamke ama binti ambaye amejaliwa sauti maridhawa. Pengine anaweza kawa ni mgeni kwa baadhi ya wengi, lakini pia wale ambao wamekwishawahi kukutana na sura yake akiwa anahudumu akishika maji kama hivi, wao wanaamini kabisa kwamba tuna kitu ambacho ni bora. Ndio maana kwenye Gara Valentine this time tuko na the beautiful, of course, the woman of God lakini pia the very talented Melissa, huyu hapa tuko naye kwenye msimu huu wa pili. Lakini kana kwamba toshi, tunaye kijana ambaye anaweza akasimama anaongea tu, yeye haimbi kama wengine, yeye anaongea tu, anavyoongea wewe mbavu zako zinavunjika. Anaitwa Leonardo, amepata uhuru lakini yupo Leonardo. So unajua anakuuliza mimi unanipa saa, unanipa nusu saa, yaani nipe muda. Yeye yuko tayari kwa ajili ya corporate jobs, tena hususan kwenye masuala ya mapenzi. Msimu wa pili wa Gara Valentine hauwezi kupita bila the king of R&B in Tanzania, ladies and gentlemen, Ben Paul. Mimi namwita Ben Paul yuko hapo, na watu wanafahamu juzi tu alikuwa akiwasha kule Zanzibar. Kwa hiyo akasema Gara B kule unaona nikiwasha, basi kuna mengi ambayo nimehifadhi kwa ajili ya kwenda kuwa siku ya Gara Valentine. Mabino unaona yupo tajiri ambaye yeye sio tajiri wa pesa, sio tajiri wa majumba, sio tajiri wa magari. Yeye ni tajiri wa mahaba. Kasimu Mganga kutoka Mwanza Bay, Tanga. Hello. Oya, yuko hapa na anasema Gara B ni muda mrefu hajakaa na kuonekana kwenye pengine hadhira ambayo tunaitegemea kwa pale, na amejipanga vyema kwa kweli, na yupo Dar es Salaam, of course atakuwa for the rest ya muda huu mpaka siku ya Gara Valentine. Yes, siku hizi yuko Tanga atakuja kuzungumza. Ladies and gentlemen, siku ya Gara Valentine haiwezi kwenda, haiwezi kuisha bila once again. Yes, once again J Melody yuko hapa, ana playlist ya kutosha kabisa, na hatakuwa anafanya playback, no, na wote hao hakuna ambaye atakuwa anafanya playback, la hasha, wote watakuwa wana perform muziki wa live. Wiki nzima hii walikuwa kufanya mazoezi kwa ajili ya kwenda kuburudisha wewe ambao utakuja pale Mlimani City siku ya 14 kuenjoy Gara Valentine. Sasa utapata nafasi ya kuzungumza, lakini kabla hawajazungumza mimi niseme tu ni usiku wa kipekee. Ni usiku wa mahaba. Ni usiku ambao mapenzi yanapitiwa kwa kiingilio cha shilingi 200,000. Wewe ambaye uko single unakaribishwa. Kwa sababu ninapokuambia pale Big Connect ambapo analipia ticket, watu wananiambia mbona single kama wengi hivi? Kwa maana hiyo wewe njoo single kwa sababu kuna mwenzako pia amekuja huko single. Utafanya kitu kwa ajili yako, si ndio? Kwa hiyo usije ukakaa kinyonge. Njoo. Uko single njoo, bado utaenjoy kwa sababu pale unaingia utakula, utakunywa na utaenjoy burudani za wote ambao nimeweza kutajia, ukiacha surprise nyingine ambazo sizizungumzi kwa sasa, tuziache zikiwa kama surprise. Kwa 300,000 utakuja wewe na mpenzi wako, utaenjoy. Utakaa kwenye meza yako pamoja na couples nyingine mkienjoy burudani zote hizi. Lakini kuna mwingine anasema Gara B, mimi na rafiki yangu niko siku hakuna rafiki yangu. Kwa hiyo unaweza kuwa na rafiki yako mkaja kwa hiyo 300,000. Tickets zinapatikana Big Connect. Naenda kwenye hiyo application ambayo iko kwenye Android pamoja na iOS. Ingia download ile application. Ukidownload una haja wala kujisajili, una haja wala kusubscribe. Yaani wewe kata kila kitu afenda moja kwa moja pale kwenye event. Ukienda kwenye event utakutana na bango kubwa kabisa limeandikwa Gara Valentine. Sawa Alafu itakupa maelekezo mpaka unakwenda kulipia tiketi yako na
na utapata message na tiketi yako itakuja kwenye WhatsApp yako ama SMS yako kwamba seat yako imekuwa reserved. Lakini pia pengine wewe na mwenza wako unataka muwe na siku ya pekee yenu kwenye meza yenu. Yes, tumetenga the table for two. The table for two ambayo niseme tu kwamba wazi inapukutika, yani inaondoka. Pengine mwisho wa siku ya leo unaweza tukafunga hiyo table for two kwa sababu ni VVIP na wanakaa pekee, ni couple, wewe na mwenza wako kwenye meza yenu, mna enjoy stage na kwa karibuni na office kabisa hivi mnaiona. Baada ya kumaliza wazungumzaji wasanii, tutakwenda kuona setup ya venue itakavyokuwa. Mtaiona vile venue ambavyo itaonekana na tutakwenda kuambia bwana, unyama ambao utautegemea ndio huu hapa, na muda umebaki ni siku ngapi? Ni siku ngapi? Leo Jumatano, kwa kuna Alhamisi na Ijumaa tu. Tunakutana Jumamosi, hakuna tiketi ambayo itauzwa getini. Sawa Na kabla sijawaleta sasa wasanii, nilikuwa naomba nikie sasa ile sauti, ile video. Ni play that video. Sio venue. Sio venue. Kuna video nyingine ambayo itakuwa iende na sauti. It is a classic night. Yeah. Usiku fulani wenye ladha ya asali na maziwa. Usiku mmoja kumwambia mwenzie, kama ungelikuwa hela sura yako ingekaa pande zote mbili. Na mwingine kujibu, hata ningeungwa mapacha bado ningekuchagua wewe. Ni Gara Valentine, siku ya wapendanao kwenye kilele cha mshereheshaji bora nchini. Baada ya miaka 15 ya kuwafanya waliochaguana kuchagiza furaha zao, maisha kucheka na yeyote alichagua kumkabidhi moyo wake mwingine. Inabaki kuwa sehemu ya historia kama utachagua kuwa mmoja ya watakaoshiriki. Hizi ndio nyakati ambazo kila binadamu anayependa burudani angejivunia tu kuwa hai. Chini ya paa moja mtakutana watu mlioziba masikio kuhusu kila hadithi mbaya ya mapenzi. Siku ya Valentine wote mtakutana kushindana nani anajua kupenda kuliko mwenzie. Nyakati zinapaswa kukutanisha na ili tukio kuwa mmoja ya watakaobaki na kumbukumbu ya milele. Itakuwa zaidi ya sherehe kwa burudani kusindikizwa na wasanii wanaoimba mapenzi kama maumivu hajawahi kuandikwa. Jay Melody akitukumbusha kuhusu jirani yake Ben Paul mwenye moyo wa mashine. Na best ever Kasimu Mganga. Unapangaje kukosa hapa Mlimani City? Si siku ya Valentine tu, bali ni mtoko wa nchi nzima kwa niaba ya wapenda nao. Vapendeza, tukutane. Yeah, so nafikiri pengine nisingekuwa makofi. Thank you. Pengine nilikuwa nazungumza yote my brother Barukani ameweza kuyasummarize pale. Kwa hiyo ni experience kikweli ambayo hamtakiwi kuikosa. So I don't want to take much of your time, guys. Nilikuwa naomba sasa moja kwa moja nimlete kabla sijaleta wasanii, naomba nimlete mwakilishi kutoka K4A Security. Kuna tamasha juzi lilifanyika hapo, sasa kulizungumza. Baadaye nikaona watu wanawashukuru, jamani, asanteni tumepata iPhone 16 na iPhone 17. Mitandaoni huko watu wanabrag kwamba wameokota simu. Kwa hiyo kuonyesha kwamba ulinzi ni kitu ambacho tunakipa kipaumbele, ndio maana wapo K4A Security. Kwa hiyo naomba nimlete mwakilishi kutoka K4A Security, juu yangu, alafu tutakwenda kwa wasanii. Okay, kwanza sababu tunasema tuko serious. Habari za leo. Naitwa Melissa John, mimi ni mwimbaji kwa Kiingereza. Napenda kujitambulisha as a soulful singer, kwa sababu nikiimba naimba kutoka rohoni, siimbi kwenye koo. Mimi ni mtu ambaye ninapenda sana upendo, napenda mapenzi. I love love. Na kwa kifupi tu niwaambia kwamba Gara Valentine ni siku ambayo watu watakuja kulowekwa na kuogeshwa kwenye upendo na mapenzi. As we all know, asili ya Mungu ni upendo. Kwa hiyo as we are coming together, tunakuja pamoja kusherehekea upendo na kufurahia
ni siku nzuri sana. Sidhani kama ni kitu ambacho mtu anatakiwa kumisi. Even as a single, inawezekana unawaza sina mpenzi. Haihusiani tu na kutokuwa na mpenzi. Ni wewe kuja kujisikia kupendwa, ni wewe kuja kujikumbusha kuhusu jinsi gani ambavyo unatakiwa kujipenda. Gara Valentine is going to be so classic, amazing. Narudia tena, itakuwa ni bongo kama mbele. Kwa hiyo ninapenda kusisitiza wewe ambaye hujakamata tiketi yako, grab your ticket, harakisha, zinaisha faster. Lakini pia nikuhakikishie burudani ambayo utaipata hiyo siku, ukienda kulala utakuwa unaiota mwezi mzima. So see you at Gara Valentine. Thank you very much. Of course, kama uliondoka waambie the way you always love them. And I hope that life treats you kind, and I hope you have all you dream of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love. See you at Gara Valentine. Asante sana Melissa, thank you. Can you back to your seat now? Asante. Okay. Sasa naomba nilete mgogo aliyejipata. My brother Bempo, karibu. Asante sana. Mambo vipi jamani? Wakubwa shikamoni. Kwanza kabisa mimi namshukuru sana kaka yangu Gara B kwa kunifanya kuwa sehemu ya shughuli hii adhimu, na mimi na timu yangu, bendi yangu tumejipanga vizuri sana kuwapa show exclusive. Hata kama ulishamuona Bempo sehemu nyingine au kwenye tukio lingine, na kuhakikishia kwamba show hii ni tofauti na ni piece moja tu ya show ambayo haifanani na chochote. Kwa hiyo nakukaribisha sana. Tumekutengenezea pia playlist ambayo iko customized kulingana na kitu tunachotaka kufanya siku hiyo. Nasikia kuna watu wana vitu wanataka kufanya siku hiyo na wapenzi wao, surprises. Kuna watu wanataka kuwapa mabahari pale, wanataka kuwapa maanga, manini, manyumba, magari, manini. Kwa hiyo kuna playlist ambazo ziko special kwa ajili ya matukio ambayo watu wanataka kufanya. Wasiliana na Gara B, mwambie unachotaka kufanya, alafu swala la muziki uende vipi na jambo lako tuachie sisi. Kwa tukutane Gara Valentine, Bempo and Thize. Asante sana Bempo, makofi. Naweza kurejea pale Bempo. Hi. J to the Melody. Karibu. Bwana, mambo vipi? This is Jay. Mimi sio mwongeaji mzuri sana, napenda kuimba. Kwa hiyo tukutane kwenye Gara Valentine. Tunafanya mazoezi wiki nzima, mazoezi ya kutosha. Tunajiandaa vizuri. Kama mnavyojua Dar es Salaam nimekuwa kila nikifanya show nafanya maajabu sana. Mara mwisho tulikuwa Masaki pale, kila mtu aliona kilichotokea. So this time nafikiri itakuwa noma sana. Na nyimbo nyingi za mapenzi, na kwa sababu ni usiku wa mapenzi pia tutazitumia kwa usiku huo. Lakini kwa wale ambao hawana mapenzi waje, tutawatafutia mapenzi hasa wanawake. Lakini wakikosa kabisa tutarudi nao nyumbani, sio mbaya. Thank you guys. Tukutane Gara Valentine. Yes, that's once again Tajiri all the way from Manzo Bay, Tanga. Mshuko kama David hiyo. Haya mavazi ya kwetu pwani, kwa hiyo nakuwa comfortable zaidi kwa hivi, kwa sababu unajua pwani upepo ni mwingi, kwa hiyo unapokuwa unajiachia kidogo mwili unapata relax. Asalamu alaykum. Kama unavyoniona beach ndio nimefika sasa hivi kutoka Tanga, nimeingia moja kwa moja kwenye press. Kwa hiyo nashukuru kufika salama, lakini kikubwa kwanza nimshukuru Gabi kwa kuniona kuwa natoshea kwenye shughuli yake, na of course natosha kwa sababu hizi ni shughuli zangu, na nafikiri wengi ndio mashahidi, najua namna ambavyo nafanya, na mimi nina historia nzuri na hii siku ya Valentine. Toka nianza muziki sijawahi kukosa shughuli ya Valentine. Kwa hiyo pia nilicheki mapema sana, nafikiri
kama mwezi wa kwanza hivi tukazungumza, tukafika sehemu ya kuweza kushirikiana. Kwa hivyo nipongeze pia kwa kuchagua hii cream hapa. Ni timu ambayo kusema kweli mimi pia natamani isiku ifike ili nione namna ambavyo tutakavyojituma pale, kwa sababu ni watu ambao tuna historia nzuri kwenye muziki. Mtu kama Bipo ni my brother, nafikiri tumeanza tukiwa pamoja mpaka huko ambao tumefika. J Melody na mazao yetu na sisi yetu pale. Kwa hiyo hii timu nzuri sana na ni timu ambayo kusema kweli itafanya usiku huu kwa mfupi kama si mrefu. Kwa hiyo tunaomba tukaribishe sana, karibuni sana enjoy. Majukumu yote yanarudia na Bipo pale, mambo mengine yanayo huko J Melody, lakini mahaba na mambo yote ya pwani yako chini yangu. Kwa hiyo naomba tukaribishe sana, karibuni tu enjoy siku ya adhimu tamu. Wewe na mpenzi wako, wewe na rafiki yako, hata mzazi wako pia unaweza kumtoa out na ukaja naye pia akaja enjoy. Na ukaribisha sana kwa enjoy, tumejiandaa vizuri sana. Vizuri mno, muziki italia live. Asante sana. Asante tajiri. Jamani, hapo ni kwa ufupi, na hawa sio wazungumzaji, hao ni waimbaji. Pengine kwa Leonardo kwa pia akizungumza kama ninavyozungumza mimi na kutucheki kidogo. Sasa wamezungumza yote na mengine nimekwisha yasikia. Nilikuwa naomba sasa muweze kuona ile setup itakavyokuwa. Pengine inaweza kuwa ni surprise pia kwa artist kwanza kuiona setup itakavyokuwa. Kwa hiyo sanjari nanyi waandishi wa habari ambao mtakwenda kuwaambia wale ambao wamekwisha kata tickets na wale ambao wanakata sasa